Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kwa habari ya matokeo ya wokovu. Matokeo ya wokovu. Matokeo ya wokovu wetu ni badiliko na kurudishwa. Naposema kubadilisha, ni kugeuka kutoka njia moja na kwenda njia nyingine. Hapo zamani sisi tulikuwa njia nyingine. Mtu kabla hajaokoka anakuwa njia nyingine. Njia gani? Njia ya uharibifu. Kwa tunabadilishwa, tunakubadilisha. Nimesema ni kugeuka kutoka njia moja kwenda njia nyingine. Hapo zamani sisi tulikuwa watu tusiofaa. Yuko aliyekuwa akitumiliki, tulikuwa miliki yake. Alikuwa na hati miliki ya kumiliki maisha yetu. Aliyamiliki maisha kwa kadiri alivyotaka. Alitufanya kwa namna aliyotaka. Alituburuza kwa namna aliyotaka. Ndio maana hapa kila mmoja na historia yake. Mwingine shida yake kubwa ilikuwa ni uzinzi. Mwingine shida yake kubwa ilikuwa ni ulevi. Mwingine shida yake kubwa ilikuwa ni uchawi. Mwingine shida yake kubwa alikuwa mwongo wa kimataifa. Ila mbaya zaidi, kizazi hiki tulicho nacho, hata kanisani ukimwita mtu aje ashuhudie matendo aliyokuwa anafanya, hasa dhambi ya uchawi, hakuna ambaye yuko tayari kuja kusema mimi nilikuwa mchawi lakini leo sifanyi. Hawako tayari. Kwa tulibadilishwa na kugeuka kutoka huko. Ukiona bado unaendelea kufanya nina mashaka na wokovu wa mtu huyo. Tumekuwa na waongofu wapya leo, wamekiri kwa vinywa vyao na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Najua mabadiliko ni mchakato. Mabadiliko sio ya siku moja. Mabadiliko ni swala endelevu linaloendelea kwa mtu, ni mchakato. Leo dada zangu, mmeokoka, mnatakiwa kukaa chini mjifunze neno la Mungu ili muukulie wokovu. Kuna mambo kwa kujifunza neno la Mungu, na neno la Mungu ni dawa inayoondoa sumu au ujinga wa mafundisho mabaya ndani ya moyo wa mtu. Kwa kadri mtakavyoendelea kujifunza neno la Mungu, ule ujinga utakuwa ukitoka, matongotongo ya kiroho yatakuwa yakitoka, yale magamba yatakuwa yakiendelea kutoka. Kwa kadri unavyoendelea kujifunza, kwa kadri unavyoendelea kuwa na shauku, kwa kadri unavyoendelea kuwa na kiu ya kujifunza neno la Mungu, ndivyo unavyozidi kujijenga na kujiimarisha katika maisha yako ya wokovu. Haleluya. Haleluya. Kwa kubadilisha ni kugeuka kutoka njia moja na kwenda nyingine. Kwa neema ya Mungu tumegeuka kutoka njia yetu ya giza na kuiendea njia ya Mungu ya uzima. Ni kwa neema. Paulo anasema tunaokolewa, tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema, si kwa matendo ya sheria, ni kwa neema. Kwa tunaokoka kwa neema ya Mungu. Ndio maana nimesema ni kwa neema ya Mungu tumegeuka kutoka njia ya giza na kuiendea njia ya Mungu ya uzima. Si kwa mapenzi yetu, si kwa matakwa yetu. Hakuna aliyependa isipokuwa neema ya Kristo imetuvuta kwake. Neema ya Kristo imetuleta kwake, maana yeye ndiye aliyefanya jambo hili. Alitupatanisha na nafsi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo zamani sisi tulifarakanishwa na Mungu. Narudia, tulifarakanishwa na Mungu. Hatukustahili. Kulikuwa na uadui katikati yetu. Maandiko yanasema kulikuwa na kiambaza katikati yetu ambacho kiliutenga uso wa Mungu na mwanadamu. Kwa kiambaza hicho kikawa kizuizi. Napozungumzia kiambaza, ni kizuizi. Ukuta huo unaoutazama unakuzuia wewe kutoka nje. Ni kiambaza hicho kinakuzuia kuona yaliyoko nje. Kwa nini?
ni kizuizi kinakuzuia. Kadhalika hapo mwanzo sisi hatukuwa na mawasiliano na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa kinatutenga. Sasa hapa nataka uzingatie neno moja kwa habari ya badiliko. Badiliko, najaribu kuweka msingi. Neno la kuzingatia hapa, nazungumzia badiliko. Mtu anapookoka lazima kuwe na badiliko. Mtu anapozaliwa mara ya pili lazima kuwe na badiliko. Mabadiliko hayo nimesema, mengine tunayaona kwa macho ya nyama. Kwani kwa mfano mtu alikuwa mwongo. Uongo tunaupima rohoni, tunaupima mwilini. Mtu alikuwa ni mzushi au mchonganishi. Uzushi huu tunaupima rohoni, tunaupima mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, tunaenda pamoja. Mtu alikuwa mlevi, tulikuwa tunaona kabisa analewa chakari, yaani mpaka ile habari nyingine inaishia hapo hapo. Lakini leo halewi tena. Leo sio mzinzi tena. Leo sio kahaba tena. Maana kabla wokovu haujaingia alikuwa akitumia mwili wake kuuza kama bidhaa, lakini leo hafanyi tena hiyo kazi. Mungu amekata kiu ndani yake. Roho Mtakatifu amekata kiu ya ulevi. Roho Mtakatifu amekata kiu ya ukahaba. Roho Mtakatifu amekata kiu. Jamani, kuna kukata kiu kweli unapookoka kwa kudhamiria. Nazungumzia kwa habari ya matokeo ya wokovu. Lazima liwepo badiliko, badiliko la kudumu. Nimesema mwanzo tulifarakanishwa na Mungu na tulitengwa pia na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu na kutokutii katika Kristo. Tulirudishwa au kuletwa tena, tumerudishwa sasa na kuletwa tena kwenye familia ya Mungu. Hapo mwanzo tulitengwa. Tafsiri yake ni nini? Hatukuwa sehemu ya familia ya Mungu. Lakini baada ya Kristo kuturudisha, aliturudisha tena kwenye familia ya Mungu. Leo tuko kwenye familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, ninaeleweka? Jamani, ninaeleweka? Leo tuko kwenye familia ya Mungu. Sio familia ya Mungu tu, bali familia ipendwayo ya kifalme. Sasa neno la kuzingatia hapa ni kurudishwa. Ni kurudishwa. Tumerudishwa kwenye familia ya Mungu. Sisi ambao hatukustahili, sisi ambao tulikuwa hatufai, lakini leo tumerudishwa kwenye familia ya Mungu. Ni sehemu ya familia ya Mungu. Ndio maana maandiko yanasema wote waliompokea, kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio waliaminio jina la Bwana pekee. Maana yake tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Tumefanyika kuwa wana wa Mungu kwa nguvu ya msalaba, kwa nguvu ya Mungu mwenyewe. Ametufanya kwa mapenzi yake mwenyewe, si kwa mapenzi yetu. Haleluya, haleluya, haleluya tena. Kwa ni lazima tumpokee Kristo katika mioyo yetu kuwa Mwokozi ili tusamehewe dhambi zetu. Narudia, ni lazima tumpokee Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ili tusamehewe dhambi zetu. Pasipo kumpokea Yesu hauwezi kusamehewa dhambi. Haleluya. Ngoja nikwambie, Yesu ndiye aliyepewa dhamana ya kusamehe dhambi. Alafu Yesu akawaambia wanafunzi, amri nawapa. Akasema, nimewapa hiyo, yule mtakayemwondolea dhambi ataondolewa dhambi. Ile mamlaka ya kuondoa dhambi Yesu pia aliiacha kwa wanafunzi. Akasema, yule mtakayemwondolea dhambi ataondolewa nini? Ataondolewa dhambi. Ndio maana leo tuna sala ya toba. Ndio maana leo tuna rehema. Mtu anapokuja kuokoka tunampatanisha na Kristo, kwa ili tusamehewe dhambi zetu na kuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa na uzima wa milele. Yesu Kristo ndiye anayetoa uzima wa milele. Tana shule moja wana falsafa yao, wao wameandika life minus Jesus equal to zero. Yaani maisha ukitoa Yesu ni sawasawa na sifuri. Sasa ukitaka huo mlinganyo ukae sawa,
Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka umlinganye ukae sawa, weka maisha. Ukitaka utoe ile alama ya kutoa, weka sawasawa na Yesu. Kumbe maisha sawasawa na nani? Au Yesu sawasawa na nini? Maisha. Kwa hiyo aliye na uzima ni Yesu Kristo, si mwingine yeyote. Narudia, aliye na uzima ni Yesu Kristo, si mwingine yeyote. Uzima wa milele unaye Yesu. Kwa kumbe ukimpata Yesu unao uzima wa milele. Usipokuwa na Yesu uzima hauna. Soma kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 17. Tumoja tusomee haraka. Kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Endelea. Kuna kitu nakitafuta. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Endelea kusoma. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi kuwa yametendwa katika Mungu. Sasa anaposema hukumu pale, maana yake kile ni kifo, lakini huyu aliyempokea anao uzima. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna hata zaidi pia kwa wokovu wetu mkuu. Si tu kuwa na dhambi zetu zinasamehewa, hapana, bali katika Kristo pia tunapokea fadhili na baraka nyingine nyingi. Baada ya kuokoka, ziko fadhili za Mungu kwetu, ziko baraka tunazozipokea. Hatuishii kwenye kusamehewa dhambi, rahasha, hatuishii hapo. Ziko fadhili na baraka zingine tele tunazozipata kama matokeo ya wokovu. Sasa nataka tuangalie mambo hayo ni yapi ambayo tunapokea. Jambo la kwanza, andika, tunapokea roho mpya. Andika, roho mpya. Tunapokea roho mpya baada ya kuokoka. Kwa kupokea roho mpya ni matokeo ya kuokoka. Isingekuwa roho mpya, narudia, isingekuwa roho mpya, yaani kupokea roho mpya baada ya kuokoka, wokovu wetu usingekuwa na maana. Narudia, wokovu wetu usingekuwa na maana. Tufungulie kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 27. Mstari wa 27 anasema, nami nitatia roho yangu ndani yenu. Angalia, ni Mungu anasema, nami nitatia roho yangu. Kitabu cha Ezekieli sura 36 anasema nitatia roho yangu mstari wa 27. Ezekieli sura 36 mstari wa 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anaweka roho yake ndani yetu? Kwa nini Mungu anaweka roho yake ndani yetu? Pasipo roho ya Mungu kukaa ndani yetu, hatuwezi chochote. Hatuwezi kuzishika amri zake, hatuwezi kuzitenda sheria zake, hatuwezi kuzishika hukumu za Mungu pasipo roho yake. Hivyo anaweka roho yake ndani yetu, iwe vyepesi kuzishika amri zake, iwe vyepesi kutembea katika njia zake, iwe vyepesi kutembea katika hukumu zake. Pasipo roho wa Mungu hatuwezi lolote, hatuwezi chochote. Tutagombana tu, tutapigana tu, tutaparuana, tutasemana vibaya, tutarogana pia. Kwa nini? Hatuna roho ya Mungu ndani yetu. Maandiko yanasema roho wa Mungu anakaa ndani yetu, sio nje yetu, ndani. Roho wa Mungu anakaa ndani.
anakaa ndani ya mtu. Hayo ni matokeo ya wokovu. Wokovu unapoingia ndani ya mtu, Yesu anapoingia ndani yake, anabadilisha maisha yake, anaweka roho yake ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo roho inashughulikia utu wa ndani. Narudia, hiyo roho ya Mungu inashughulikia vitu ndani ya mtu. Ndio maana anaweka roho mpya, maana asipoweka roho mpya ni vigumu sana kutembea katika sheria zake, ni vigumu sana kuzishika hukumu zake, ni ngumu mno. Kwa anachokifanya, anaanza kushughulika na roho yako. Akishughulika na roho yako, anaweka roho yake ndani. Ndipo tunaposema huyu mtu ana roho wa Kristo ndani yake, ana roho wa Mungu ndani yake. Kwani hujasikia hayo maneno? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kwamba huyu mtu ana roho wa Mungu ndani. Kwa nini? Kwa sababu tukiangalia maisha yake yamebeba tabia za Mungu. Ukiwa na roho ya Mungu utakuwa na tabia za Mungu. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Ukiwa na roho mpya, maana yake roho ya Mungu ndani, utatembea sawa sawa na sheria za Mungu. Anasema, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Tutazitenda sheria zake, tutatenda hukumu zake. Hayo ni matokeo ya wokovu, roho mpya. Jambo la pili, andika maisha mapya. Maisha mapya, haya ni matokeo baada ya kuokoka, matokeo ya wokovu, maisha mapya. Nisikilize, kabla hatujaokoka kuna maisha tulikuwa tunaishi. Kabla hujaokoka kuna maisha, kuna staili ya maisha ulikuwa ukiishi. Kuna namna ulikuwa unaendesha maisha yako. Kuna namna ambavyo ulikuwa unatembea, kuna namna ambavyo ulikuwa unatenda. Lakini matokeo ya wokovu unapoingia ndani yako, yeye anakupa maisha mapya. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 5:16. Ninafungue Yohana 3:36. Anasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Anaposema uzima upo katika mwanawe, maana yake Yesu anatupa maisha mapya. Narudia, anatupa maisha mapya, maana uzima uko ndani ya mwanaye. Haya ni mamlaka ambayo Mungu aliyakashimu na kuyaachilia kwa Yesu. Yesu asifiwe. Nimekumbuka kitu hapo. Mtu akikwambia Yesu sio Mungu, wala usihangaike naye. Akikwambia ni mtume kama mitume wengine, wala usihangaike naye. Kasome vizuri Biblia. Yaani ile siku ya hukumu, Yesu ndiye atakaye hukumu. Sasa sijui wengine mitume wao kama watasimama siku ya hukumu, watahukumu. Yaani wala usihangaike. Yesu akasema, ninapokwenda napajua. Lakini kuna wengine anasema, ninapokwenda mimi sijui niendako. Lakini Yesu alisema, ninapokwenda napajua. Akasema, duniani mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Lakini anasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Anasema anakwenda kutuandalia makao. Maana yake nini? Anajua aendako, anajua anachokifanya, anajua yuko na hatima, yuko na uzima. Uzima wetu uko ndani ya mwanawe. Anasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Uzima huo wa milele, anasema, na uzima huu umo katika mwanawe. Kumbe unapookoka unapewa maisha mapya. Hatutegemei tena tukaona maisha yako ya zamani unayaishi. Unayajua maisha ya zamani? Anasema, uvueni utu wa kale. Uvueni utu wa kale, yavueni matendo maovu, mkavae matendo ya nuru. Maana hatuko tena gizani, tunatembea katika nuru, maana tumevaa roho ya uzima. Tuna maisha mapya, tuna maisha mapya. Kwa nini? Uzima wa milele uko ndani ya mwanawe, na uzima huo uko ndani yetu. Matokeo ya wokovu, maisha mapya. Yohana 3:36.
tusomea hapo Yohana 3:36. Anasemaje? Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana, pozi msomaje, amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Aha, mwana ni nani jamani? Mwana ni nani? Kristo. Mwana ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo anayemwamini Yesu yuna uzima wa milele, yuna maisha mapya. Asiyemwamini mwana, tarudia, asiyemwamini mwana hataona uzima. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia, itakuwa juu yake. Ghadhabu ya Mungu, hukumu ya Mungu, hasira ya Mungu itakuwa juu yake, maana hamwamini mwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo la tatu, jina jipya. Matokeo ya wokovu. Mtu anapookoka anapewa jina jipya, anapewa jina jipya. Isaya 62 mstari wa 2 na Matendo ya Mitume 11 mstari wa 26. 62 mstari wa 2, lakini nataka uanze ule wa kwanza mpaka mistari kadhaa hapo kama mitano. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nawe utaitwa, ule mstari wa pili anasema nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Na wanafunzi pia, kile kitabu sasa cha Matendo ya Mitume, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Waliitwa Wakristo kwanza, ndio jina la Ukristo linapotokea Antiokia. Mwanzoni hawakuitwa Wakristo. Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Lakini kwenye kitabu cha Isaya hapa tunaona Mungu baada ya kuwatawanyisha wana wa Israeli kukaa kwenye mataifa kadha wa kadha kule utumwani, sasa anawarudisha, anasema nitawapa jina jipya. Pale chini pale anasema utaitwa nani? Hefsiba, si ndio? Maana yake Bwana, maana yake ninakufurahia. Walionekana kama wametupwa, Mungu amewatenga, Mungu amewaacha kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya ukaidi wao. Mungu akawapeleka utumwani ili kule utumwani wakajifunze. Watakapoikumbuka njia ya Bwana, watakapokumbuka vile Mungu alivyowatendea, watakapokumbuka agano, ndipo Mungu alipowarudisha. Sasa anasema nitawapa jina jipya, nitatamka jina jipya kwenu. Mlikuwa watu wa kudharauliwa, mlikuwa watu wa kutengwa, mlikuwa watu wa kuchukiwa. Leo nawarudisha kwenye nchi yenu, nawarudisha maeneo yenu yaliyokaa kama mahame, yaliyokaa kama maboma, yaliyokaa kama mabofu. Leo nitawarudisha, alafu jina jipya litatamkwa kwenu. Sikia, unapookoka unapewa jina jipya. Wewe hauitwi tena laana, unaitwa mbarikiwa. Hata kama kulikuwa kwenye ukoo wako na laana, mlikuwa watu wa laana, leo hauitwi laana, wewe unaitwa mbarikiwa, mtu wa miliki ya Mungu. Ufalme, ukuhani wa kifalme unakaa ndani yake. Wakati ule ulikuwa ukifanya vikao na majini na mizimu, leo unafanya vikao na malaika. Kupewa jina jipya, haya ni matokeo ya kuokoka, matokeo ya wokovu. Unapewa jina jipya. Baada ya kuitwa laana unaitwa mbarikiwa. Hawa watu Mungu alipowarejesha, akatengeneza nchi yao, akatengeneza miji yao. Walikuwa watu waliodharauliwa, walikuwa watu waliobezwa, walikuwa watu ambao walionekana kama duni. Maisha yao yalikuwa duni, maisha ya kudhikika. Walipokumbuka, Mungu akawarejesha kwa kulikumbuka agano. Sehemu nyingine tena nasema na kusamehe makosa yako kwa ajili ya kulinda heshima ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sawa sawa. Sikiliza, kubadilishwa jina pia kunaendana na mabadiliko ya kitabia na mwenendo. Unapopewa jina jipya kunaendana na mabadiliko ya kitabia na mwenendo. Wakati ule ukiwa na jina la fulani, kabla wokovu haujaingia ndani yako, ulikuwa na staili fulani ya maisha, ulikuwa na mwenendo fulani wa maisha, ulikuwa na tabia fulani. Lakini wokovu unapoingia, tabia yako inabadilika. Haleluya! Si wanawasimulia tabia yangu ilivyokuwa.
Jamani, si wanawasimulia? Kila mmoja alikuwa na tabia yake, ila tunatofautiana kushuhudia. Kila mmoja kuna matabia ya kale, kuna chachu ya kale ndani ili kuwepo. Kwa kupewa jina jipya, unapopewa jina jipya kunaendana sasa na mabadiliko ya tabia. Ndio maana wengine wanarithisha majina. Inategemeana huyo aliyekuwa na jina alikuwa na tabia zipi. Wazazi, mtanielewa hiki ninachokisema. Tumpe jina la bibi yake. Sikatai kurithisha katika mema. Tumpe jina la bibi yake. Unakuta kabibi kalikuwa ni kachawi komakoma, kaliacha maelekezo. Hata kama akakuacha maelekezo kakiwa bado kazima, kanataka kapewe jina lake, maana kanataka mtu mmoja awepo wa kurithi mikoba. Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama uchawi unarithishwa, kadhalika tabia ya Mungu tunaweza kuirithisha na kupanda kwa watoto wetu tabia ya Mungu. Kama mikoba ya kichawi inarithishwa, kadhalika tunaweza kurithisha tabia njema kwa watoto wetu. Kama uchawi ni kipawa, wanaweza kurithisha kadhalika kipawa chema, kipawa cha Mungu tunaweza kurithisha kwa watoto wetu. Kama unanielewa, piga makofi. Sasa ngoja niwaambie tu ukweli ulio wazi. Wachawi wana akili, wana wa ufalme wa giza wana akili. Narudia, wana wa ufalme wa giza wana akili kuliko ambavyo unafikiria. Wana akili. Sasa wewe unatakiwa uende extra mile, uende maili nyingi zaidi mbele yao. Tena wao wanarithishana katoto tangu kakiwa kadogo. Swali, mzazi mwenzangu, unarithisha nini watoto wako? Umewarithisha nini watoto wako? Kitu gani wanarithi kutoka kwako? Tabia gani wanarithi kutoka kwako? Jambo gani wanarithi kutoka kwako? Nikagundua eneo hili, wazazi tuna sehemu kubwa ya mabadiliko ya watoto wetu, ama kuwaharibu au kuwatengeneza. Narudia, wazazi kwa sehemu kubwa tunaweza tukawa tunahusika kuharibu watoto wetu au kuwatengeneza. Ni maombi yangu Mungu akupe neema. Rithisha vipawa vyema kwa watoto wako, rithisha mambo mema kwa watoto wako, rithisha tabia njema kwa watoto wako. Haleluya. Jambo la 4, andika asili mpya. Asili mpya, hayo ni matokeo ya wokovu. Asili mpya. Kila mmoja ana asili yake. Haleluya. Kila mmoja ana asili yake. Kila mmoja ana asili yake. Asili yako ni ipi? Asili yako ni ipi? Asili yako ni ipi? Nisikilize kanisa. Wokovu ni harisi. Kuokoka maana yake ni kubadilika. Asili mpya. Unapookoka unapewa asili mpya. Kila mmoja na asili yake. Naambia Bwana, asili yetu sisi iko 1, 2, 3. Ukifuatilia historia ya ukoo, sisi Bwana huwa hatuolewi, sisi Bwana huwa hatuoi, sisi Bwana huwa hatujengi, ndo asili yetu. Sisi Bwana huwa ni wagomvi, ndo asili yetu. Sisi Bwana ni uchawi, asili yetu. Kwa ukitembea kwenye ukoo unakuta asili yao ni wachawi, babu, bibi, nani. Ukifuatilia kwenye historia hivyo, asili
asili, na asili inatesa kwa sehemu kubwa kanisa. Asili, jamani, nikisema asili nazungumzia pia na mizimu ya kwenu na madhabahu za kwenu. Hiyo ndo asili na madhabahu za kwenu. Hiki kitu kinawatesa watu wengi ndani ya kanisa, maagano ya familia, maagano ya asili yao. Maana alipookoka hata hakushughulikia jambo hili, hakujitoa kule ambako yuko. Sikiliza, kuna namna ya kujitoa. Kwa nini? Kwa sababu sikia, wewe umeokoka ndio, lakini ile mizimu ya kwenu kwani haiendelei? Si wako wanaotambika, wako ambao wanaziabudu zile madhabahu. Sasa iko namna ya wewe kujichomoa kwenye zile madhabahu ili uwe salama. Asili, asili. Mungu akupe maarifa namna ya kushughulikia jambo hili. Kwa unapookoka, Mungu anakupa asili mpya. Maandiko anasema, kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho sura ya 5 mstari wa 17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ana asili mpya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hapa anazungumzia asili mpya. Asili ya nani? Asili ya kimungu. Ndio maana tunapofanya upya hatuna matabaka, tunapofanya upya hatuna ukabila, tunapofanya upya hatuna undugu, kwamba huyu kwa kuwa si ndugu yangu, si kabila langu, na mhesabu kama asili yangu katika Kristo. Tunapewa asili mpya. Wasukuma anasema brand new. Kiumbe kipya cha namna gani? Kilichopewa asili mpya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tunategemea sasa, hakuna tena boxing, hakuna tena hasira. Nilikuwa na mimi na hasira namshukuru Mungu ilisha. Haleluya. Sasa hivi na hasira na shetani.